digital mwene mametaga TikToker. Yes. Na riu thuro no amenya ni maratwambũrũria gũkũre gwĩtagwo social media mũno mitambo-inĩ na show citũ igakorwo igĩthiĩ mũno na tũgakenera ũhoro ũcio. Mũthenya wa ũmũthĩ mũganĩria ithuĩ tũmwĩtaga Baba Talisha. Rĩu ũmũthĩ nĩ agũtwĩra Baba Talisha no ndiramwĩraga niĩ ndiramũmenyire rĩ nĩ akuga rĩrĩa ndiramwĩra na he mũndũ arũgia njorua yo mũthĩ othe nĩitũ nĩ kũringana na ũrĩa behave ũrĩa wĩikarĩte tondũ maũndũ no nginya magĩtwerua. There is no vacuum. There's no vacuum in life. Koguo tũgakena mũno makĩria. Karibu sana Baba Talisha. Asante. Wewe mwega? Ni mwega. Motu. Motu ni mwega kana wewe mwega? Tunajaribu. Vizuri, sasa leo tumeanza holiday. Yeah. So tutapiga Kiswahili na Sheng. Okay. Wale mafanzo wetu wanakuanga wako A1, BA, wanakuanga namba 1, wameiva. Hey. Si ati ni mafala. Unajua nafikiria nikisema watu wa mlima ni mafara. Ni watu wamechanuka, ni watu wako na mla, ni watu wako informed. Watu wanajielewa. Ni watu wanajielewa. Hata washajua kuna Baba T anakuja. Mimi nilikuwa namaliza Talisha. So karibu sana Mlima. Asante. Hii ndio station ya Mlima. Naijua kamera. Hakuna ingine. Ni ndio ya Mlima. Karibu sana Baba Talisha. Si usalimie mafanzo wako juu wako wengi hapa. Ndio tusikie itakuaje. Walinipatia jina inaitwa Kamau wa picha. Kamau wa picha. So mimi ndo Baba T. Yes. Niko hapa leo Kameme. Yes. Baba T. Baba T ni Baba Talisha. Baba Talisha, yes. But my official name ni Faustin Lipuku Guy. Yes. Lukale. Yes. Wacha kwanza tukuambie karibu. Karibu Mlima. Yes. Karibu Happy Holy Thursday. Yes. Karibu Easter. Yes. Tusikie itakuaje. Ati umesema majina ni nani? Faustin Lipuku Lukale. Faustin Lipuku Lukale. Lukale. Yes. Na watu wako wa TikTok wanajua hivyo? Wanajua. Lukale. Ule mtoto ashainiona malipopota anajua. Yes. Wow. Yeah. Baba Talisha amezaliwa wapi? Mahali panaitwa Butere. Ikuko Kakamega. Uko Butere Girls? Yes, penye Butere. Yes, huko sasa. Huko ndio huyu jamaa ametoka. Haya. Faustin, wacha tukuite Faustin for now. Ama Lipuku. Niite tu Lipuku. Munasalimianga Ovolandi. Tuwasemanga Murembe. Yetu ni salamu. Ni watu wa Murembe na ugali. Tunapenda salamu. Na ugali na kuku. Lipuku. Yeah. Nacha niulize huyu Lipuku aje. Ati ametoka Butere. Yeah. Uko kwenye Butere Girls iko. Alizaliwa na mamake anaitwa nani? Anaitwa Madam Trufena Lukale. Then my dad anaitwa Rafael Lukale. Wow. Yeah, both ni walimu. Actually na retire next month. After serving for like 20 plus years. Yes. Yeah. Wewe ni mtoto wa mwalimu. Yeah. Kwa hivyo uko mtoto hajakula shida sana, lakini tutasikia utatuambia vile maisha yako imekupeleka. Haina shida. So wewe ni mtoto wa Mr. and Mrs. Lupaku. Lukale. Yeah. Lukale. Yeah. Now, ukazaliwa ukiwa mtoto namba? Mimi ndo second last born. Only 2 boys and 4 girls. 4 girls. Yeah. So wewe umezaliwa ukiwa second last. Yeah. 2 boys. So ni mimi na brother yangu. Huyo Ridon. Yes. And then sasa mimi. Yes. And then wengine ni madem. In a family of how many kids? Tuko 6. Watoto 6. Kama kwetu kwa Mr. Rogers. Very good. Yeah. Sasa wewe uliingia shule, utengea nursery school? Nilikuwa nursery school, primary, actually days ilikuwa tu ile primary normal ya government. Gani ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa Masaba Primary School. Masaba. Yeah. Masaba Primary School. Hapo ndipo uliingia nursery? Huko ndo nilikuwa nursery. Baada nakumbuka mwalimu wangu wa nursery. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Priska. Something like that. Priska, teacher Priska. Ukaingia Masaba Primary. So tulikuwa hapo, nikasomea hapo kuanzia nursery, class 1,
hadi mama yangu mwenyewe alikuwa mwalimu wangu hapa around class 2 na class 3 hapo hivi. Then nikatransfer nikaenda kwa academy. Kuna academy ilifunguliwa huko side za Butere town. Karibu na Peace Junior. Kuna shule nyingine ilikuwa inaitwa Peace Junior hapo. Yes. So hapo ndo tulikuwa. Then later juu class haikuwa na class zingine za juu tena, nikarudi tena bado primary bado. Ukarudia? Bado sasa nikarudi primary school tena. So from class 6 to class 8. Yes. Hapo katikati nilipelekwa shule fulani hapa inaitwa Shitoto. Kama kuna mtu yote ako hapa ako Western Kakamega na wanatusikiza kutoka na mafanzi wengi sana wetu wa Sapere wako huko. Ilikuwa inaitwa Shitoto. Sasa ilikuwa boarding na bado day. Kwa nikapelekwa siku kaa 2 nikatoroka juu viboko. Kujua kuchapwa. Huko Shitoto. Shitoto primary. So hiyo shule viboko zilikuwa ya math. Yes. Unajua mimi utani lazimisha kushika hesabu. Na ushiki. Shishiki, cosine, sine, log, board mass. Mimi nikaona huko sitawezana. Mimi nikagojea, ilikuwa Sunday, June nilienda on Thursday. Yes. Nikakaa Friday, Saturday tukacheza. Sunday watu kama wameenda church. Yes. So na church, then nikarudi, kaangalia vile kulikuwa, mimi nikaruka fence. Katembea hadi kwa barabara, nikapanda gari. Kurudi kwenda rasi kwenda kwa nyumba. I guess hiyo siku nilala kwa fence. Yes. Juu. Mamanga akakubali. Angekumaliza juu sasa wewe ni mtoto wa mwalimu. We. Aginipiga vita zingine kubwa sana. But anyway. Yes. So hiyo ndilikuwa nilimaliza shule inaitwa Emauko. That is class 8. Yes. Utapita? Nikapita. Lakini pale hakuna story na fees, una mashinde juu sasa maparo pale ni ma teachers. Si eti hivi hata. Primary school za huko home kitu ulikuwa unalipa ni maybe tuition peke yake, maybe kama kuna hizi mitihani zingine, maybe kama trips, maybe kama unaenda, so there's no much money ya mzazi atanalipa, unaona. Yes. Maybe tu uniform peke yake tena lazima ununue. But vitu zingine at school fees hapana. Yes. So tuseme mali penye alikuwa analipa ya boarding, maybe ni shule nilipotea juu niliacha hadi sanduku na masoda huko. Very good. Yeah. So ukapita? Yeah. Ulipita na marks ngapi? Nilianguka kidogo, though ilikuwa 325. 325. Yeah. Out of? Ilikuwa out of 500. Ilikuwa I guess ilikuwa around, sijui hiyo time ilikuwa 500 if I'm not wrong. Yes. Yeah. So ukapata 325. Yeah. Utaitwa high school gani? So nilitwa shule fulani ilikuwa kama mnajua Turbo. Yes. Inaitwa Lumakanda High School. So iko said karibu Lugari huko. Yes. And nilienda huko form 1 peke yake, and it was very cold. Yes. Very cold actually. So na radi zilikuwa zinapiga huko vitu sana, so mimi nikaamua huko sitaka. Kaambia father, kama unaweza nitafutia shule kwa karibu na huko nyumbani, mimi nitashukuru. So that is how now nika end up kwenda Msingu High School. Hapo kwa Boni Halwale huko kwa bullfighting. So hapo ndo nilianzia form 2, form 3, form 4, nikamaliza 2015. Oh, high school. Yeah. Hey, you are young. 2015. Ekaiko ziyaga asia. Hey. Huko ndo nilimalizia 2015. 2015. Yeah. Haya, ukiwa pale high school, wewe ni mtoto notorious, wewe ni mtoto naughty? No. Ama wewe ni just an average child? Ilifikia mahali ikabidi tu kusumbua, nikaacha juu. Nilikuwa nasumbua nikuwa primary sana. Primary nayo mama yangu akupatia story. Unasumbua. I used to be naughty nikikuwa bado primary. Nilikuwa bado ule kijana katoto kadogo bado but when you know the higher you go, the more unapata maarifa, then you get to know what is good and what is bad. So after nimekuja Msingu High School, I guess kwanza hapo nika change tu, nikakuwa tu that cool guy, nimetulia tu. Watu wanajua Msingu High School, wenye washaisoma huko walikuwa wanajua Babatalisha. Juu niko huko nilikuwa like captain huko. So kwanza tu since niingie huko that is from 2, from 3, from 4. Nilikuwa from 4, mimi nilikuwa captain wa environment. So tulikuwa na boy 1, boy 2, boy 3, boy 4 vitu kama hizo. So mimi nilikuwa boy 4 hapo. So walimu huko walikuwa wananijua tu, mimi sidhani kama nilikuwa kwa makosa. Lakini sasa shida ilikuwa inatokea kama sasa nikusaye kupigwa.
kupigwa naye lazima uite baba yangu juu ulikuwa unakata kupigwa ila singepigwa tu but you haukuwa a naughty student no. Si kwa ipewa and suspension yes throughout the high school yeah wow. Throughout the high school because bado kwa shule nilikuwa na my own office tulikuwa tunalala tulikuwa tunalala the same dorms na wanafunzi wengine lakini bado tuko na our own separate rooms so like the top prefects kwa shule yep wow so uliperform high school yeah high school nilipita kabisa nilipata B+ and that is now from hapo nikaitwa KU University yes so utapita mimi nilipita nilikanyaga math ndio peke yake nilipata C+ but hizi zingine zote ulikuwa umepita zote nilipita utaitwa campus yeah na ukiwa kule unataka kusoma ukue nini you know when you're in high school bado unajua hizi vitu za motivational speakers ndio zinatuchanganya na career guiding shikilia hapo tuthomerwo mohoro tucoke aya B thank you so much baby top ni twacokereria team master ari haha na mugeni witu ari haha na riu twikoria high school Shitoto mwanake ni ahetũka uyu na hindi iyo ndagereire moritũ tũgũcoka kũigua terere hii kũrĩa mũtũrĩre wake when he was very young maisha ilikuwa kama Spencer haikuwa na shida ni tũgũcoka kũigua na gũkũ agĩcomoka niko nataka kuulizaje Faustin tutafika kwa babatie tujapata watoto bado ama mtoto utatuambia sasa umepita yeah ukiwa high school hauna any career unasikia unataka kusomea so nilikuwa nimesema mostly motivation speaker walikuwa wanakuja wanaambia you know your career lazima ikuwe hivi na hivi you can okay hizo zilikuwa mingi sana yes. Na mostly kila mtu alikuwa anatamani kuwa daktari wengine wanataka kuwa pilot mwalimu exactly hizo vitu zote but now mimi nilikuwa naangalia ile passion nilikuwa napenda yes. sana so nilikuwa into photography sana na mambo videography yes but now kuja kama university nilikuwa nataka niende sana ilikuwa KU mostly actually nilikuwa nataka KU tu imagine umesomea Western high school Western kuja Nairobi ushaikuja Nairobi all that time I guess the first time nilikuja Nairobi ilikuwa 2011 then tukarudi ilikuwa tu ile kuja kutembea tukarudi hii barabara ndio ilikuwa inajengwa hii Waiyaki Way bado ilikuwa inajengwa kama anza kujenga hapo then nikarudi so the next time nilikuwa narudi Nairobi ilikuwa ni kuja campus yeah so ulikuwa umechagua KU yeah so hata kama unapenda hiyo course ndio pia ukuje Nairobi so yes unajua kuna venye wazazi wanataka tu watoto waende wasome you know my son lazima kuwe na degree yes no when usome ile degree that's why unaonanga sahi youth wengi wanaendanga kusoma wapeleke tu mzazi degree alafu wanaenda kufanya vitu zao yes so mimi nitaambia mtu wote ananisikiza sahi go for that passion unapenda ile kitu unapenda kufanya itakulipia bills ile kitu mzazi anataka ufanye wale wazazi walikuwa wanataka ufanye course gani so walikuwa line ya medic so nilikaenda KU nikafanya Bachelor of Science umeingia campus sasa sasa nilikuja 2016 juu tulianza 2015 2016 nikaingia KU around August hapo hivi tukaingia KU madenda alinileta actually my campus life yangu yote fadha kwa nakuja yeye alikuwa ni kulipa tu school fees madhe sasa na anashughulika hata bado high school ilikuwa hivyo juu mzazi unajua akikuja anakuja na gazeti shule na unataka kuvisitiwa proper actually form 1 mimi nilikuwa naenda ni kama narudi home juu shopping umefanya ni kama unaishi nimeenda shule nakumbuka nilienda na shopping niko mara ya kwanza bado mimi nikamono ai jamani nikalala kidogo hivi hata sikuwa nimefunga sanduku nafungua skari zangu zote zinaenda sasa hapo maisha hapo ndilianzia sijui maanika nguo kidogo the normal things that watu wenda through wakiwa high school hizo sasa actually hizo zote zinakuwa like sijui kama sasa ile badilika but ulikuwa unaweka shati yako pale mzuri imepaswa nini kameenda sasa ilikuwa ngumu sasa sometimes ulikuwa unavaa nguo hata kama bado ni baridi lakini lazima masomo ufanye masomo lazima na ukaigonga hiyo B nikagonga hiyo B+ so ukaingia campo sasa hapo nikachukua hiyo Bachelor of Science in Health Records and Information Management so vitu nasoma huko ni kama za medical kidogo
statistics iko. So course nilikuwa nasomani ile ukienda kwa hospitali sahi penye unaanzianga hapo ndo unatupata. So unaonangiza offices maandikwa health records nini, kuna wao ma health officers wanakuanga na offices zao. Hizi maugonjwa zote zinakuanga na code na indexing yake. So hizo ndio vitu sisi tulikuwa tunafanya. So hizo ndio umesoma? So uko na ile basic knowledge ya psychology, anatomy, physio, hizo zote. So hizo unit zote ndio tulikuwa tunafanya KU. But tulikuwa tunasukuma but nilikuwa napenda sana photography. Lakini bado ukiwa kampo? Niko kampo bado. Ndio nasoma tu but akili yako iko kwa ile course. Hiyo ni ya kulazimishwa. Tunasoma ndio acha mzazi achana na wewe. Tupeleke degree. Na sikuwa na miss classes unless otherwise. But sikuwa hii miss kufanya exam. Ndo naambianga ma youth hapa nje. Sometimes parents go through a lot to get that school fees, that money. Yani ile upkeep mazee. Life haikuanga easy. Kuna time fulani mi KU nilikuwa gia fare 30 bob. Tumekosa natembea kutoka KU. Juu nilikuwa na Kagidora 45 actually. Hapo Highview. Karibu na Rilio hapo hivi. So huko ndo nilikuwa nakaa. Every time unatoka shule unaweza kuwa unatembea kutoka KU hadi Githurai hivyo because of 30 bob peke yake. Na maybe sayo mzazi ana hiyo do, amekunulia food, amekulipia rent, amefanya hizo vitu zote, amekulipia school fees. Exactly. And then bado so nikafikiria what if I get a small camera. I guess there's a cousin of mine alikuwa na camera, nikamuomba. Ilikuwa Canon 750D. So from there now ndo nikaanza tulikuwa napiganga picha less than ya 50 bob. Unakupatia picha kaa 10 plus. So KU inakuanga na place inaitwa Arboretum. So you can still go there and relax na bado mnaweza chukua picha huko. So huko ndo tulianzia hustle sa photography vizuri. So hiyo unajifunza. Sasa mimi najifunza. Unajua vitu zingine si lazima ufundishwe actually. Na hiyo time YouTube ilikuwa. So kama unataka kuona techniques za kufanya photography so unaingia tu pale uko na ka internet. Sasa nyumba mingi Nairobi ziko na wifi. Still you can use that resource ku sharpen skill yako. Si lazima uende shule. So nilikuwa nasoma at the same time unaangalia vitu unaweza fanya huku kwa off stage. Nake ani mathomete na no manya thirikari yeciria andu amatithomete. Imagine. Ndio naitagia geciria ni athiete cukuru ndo mboraga TikTok. Akiura bisa. Imagine. So ni hivyo tu unaanza passion yako unaweza grow hivyo. It's not a must you have to go to school. But skills zingine hata kama hizi zenyu tu ndio lazima uko na papers ndio andikwe but still unaweza kuwa na podcast yako. Something like that. So mimi nikaamua acha nianze hii photography as much as nasoma bado nitakuwa na kale kitu naweza kuwa najunulia maziwa. Nanua gas, na lipa stima. Siku zingine kama busy kwa sawa. I guess nilianzanga hapo 50 bob tukisonga. By the time nilikuwa natoka campus I used now nilikuwa napata kitu 7,500 umeenda shoot. Zingine 10k. So tulianzanga hapo polepole tu. Ulijifunza ukuenda ati shule yote photography na nini? Ni juu ulikuwa na passion. But hii course yako ya Bachelor of Science bado unaendelea. Hiyo nilisoma nikamaliza na ukagraduate. Nikagraduate. Na though graduation yangu ilikuwa tricky juu tukuenda shule. Ilikuwa hiyo time ya COVID nini na bado hiyo time ndio mambo ilikuwa mingi sana on my side pia. So graduate I guess ni graduate nikitoka mambo tulikuwa tunatoka kwa hospitali KNH. Talisha alikuwa bado kwa ICU. Ngoja unaruka. So hiyo ni time ya kugraduate sasa. Tuko graduation. Lakini sasa huku graduate. Hii ni 2020. Nili graduate 2020 but now hatukuwa shule hiyo time because online. Na hiyo time ndo nilikuwa natoka. So you have your degree with you. Ya Bachelor of Science. Hiyo ilikuwa ya wazazi. Ilikuwa ya wazazi. Yako ni photography. Haya, sasa nimesikia umeanza kusema Tarisha. Ndio tuingie kwa baba Tarisha. Hapo kwa Tarisha kunaendaje? So na uko university na sasa tumesikia you're a degree holder. That's amazing So nikiingia KU ilikuwa August hapo hivi. Kuna kamrembo nilikuwa nimeona. Unajua time ulikuwa unabadilishanga profile. Kitamba iko anga na status.
kwanza unabadilisha picha, unaweza badilisha profile yako mara 10 kwa siku kwa WhatsApp, ndio watu waone. So hata ukienda TRM umepost hapo ukienda Garden City umepost, unabadilisha profile yako. So kuna beshte yangu alikuwa anaitwa Kevo. So Kevo alikuwa na demi yake, alikuwa na kazini yake, alikuwa anaitwa Milka. So nikaona ngame post picha hapo aria mahangire ri tio mokire kwaririo turariria bewe no jethi eno nego twarana na rugaro ruru acio ngine toka ni kwa muhera kigia next week ore rai ora riria ya nini Stacy riu ni oige muno tondu heka undu ndendarie muno muthenya umuthi ngimwetha aya ngine toka muhera pastor nganga awajoi wa marangi hore magesa ni mwendire muno kumana cai aroja bai muthi mukame ni muthake kama engineer thie itoro. Are you a Gen Z? Ama you are just there? Mimi si Gen Z. Gen Z mimi ni millennial. Millennial ni kutoka which year? Mimi nilizaliwa 95 November. You're just 30. I'm turning 30 this year. So you're 29. Yeah. Wow. Yes. Only. Yes, it's very young. Actually wewe unaweza sikizana na hawa. Juu sisi wamezoea tukiwaletea magesha. Sasa tusikia. Leo asio gethi na nitokwari areta. Aria tureheire aya inyo toka murehe gitungati next week. Iye mumeretie mbere ri. Ka matimu. Hold on. Sasa ukiwa unaenda huko Garden City unajipiga mapicha, unapost WhatsApp, uko na rafiki yako anaitwa Kevo. So hiyo time hata sikuwa Nairobi. Yes. Nilikuwa nimeenda Mombasa hiyo time. So sikuwa na kadem. Nilikuwa jua ile peer pressure. Alafu already nimepata letter kuingia KU. So moto, you know. Campo. Yeah, tumefika Yes. So nikaona huyu jamaa amepost hiyo dem. Kamuuliza kwani wewe ni nani? Na niambia huyu ni cousin ya mimi yangu. Na tunakaa naye hapa Gidhu. Kamwambia okay, haina shida. Hakuna mtu. Tatiga mudako ni waje. Achuka mzee ni nani yako kwa WhatsApp? Akakwambia ni cousin ya demu yangu. Na mnakaa naye hakuna mtu hana. But nitakujenga namba but usimwambie ni mimi nimekushikanisha. Juu kutaleta kashida. Akamwambia haina shida. Akiniuliza basi nimetoa wapi niseme wapi. Akamwambia enda pale Facebook sema anaitwa Milka Mumbi. So nikaenda Facebook nikaangalia ni wengi. Akamwambia hiyo ni sawa. Si Milka Mumbi haina shida. Na namba yake ndio ajeka huko. So hapo ndo tulianzia story naye. That time nilikuwa niko Mombasa but a week later nikakuja Nairobi. Sasa Mombasa umeenda kushoot? Mombasa nilikuwa nimeenda kuona sister yangu. Okay. Our first born. Nilikuwa nakaa Mombasa. So nikarudi Nairobi. The first thing nilifanya nilienda kuona dem. Tulikuwa tumeanza kuongea kidogo ndio alikuwa ameniblock but baadaye akani-unblock. Truthful man. Yeah, very truthful. Nilikuwa kijana ambaye kametulia tu. With pure intention. Si ya kuvunja roho. Ukakuja ukatafuta movie. Nikakuja kumtafuta. Hiyo time alikuwa anafanya kwa movie shop fulani hapo Kawendani. So nikakuja nikapanda hizo mati za Gidhu mbio Kevon tukachukuana na yeye akanipeleka huko. Mara kwanza unajua niko shy kidogo. Soko pale lakini shida anafanya kwa movie shop. Watu wanakuja pale ni mabosi. Mwili mtu atoka gym. Unaona amekuja pale tena na muhag. Huko ni kama nitapigwa vita. Unajua ni mara yangu ya kwanza nimekuja Nairobi. So yeah, that was the first time nilai meet. Tukatoka naye hapo hiyo jioni. Tulitembea kutoka Kawendani hadi Gidhu. Dem sasa naye nimekuja kumwona tena halali. So akaenda kuona beshte yake hapa Kasarani. Ulikuwa unataka lale kwako? Sasa pinye analalanga kwa na Kevo. Walikuwa nakaa pamoja. Okay. So amejua nimekuja na ni kama stories zangu baada alikuwa anapimia. Kusema kuskai. Yes, so hiyo day ya kulala.
akaenda tegea na mimi niko pale sasa nikakuwa ni kama hapo heart broken imebounce alibara president wa ndio mambo mama but anyway nikaenda those sikuachwa bure nili at least hug nikapewa for the first time akaniambia kijana tuonane kesho unacheki hiyo stage ya kutoka Roysambu kuja sasa Kasarani Hunters kwa stage kingine hapo sasa ndo tuli hug tu hapo usiku hapo tu nikarudi kavuka ni tukapanda hizo zitwangaji niko kazi pale tukafika Githurai mimi nikaenda kulala kama nimejam ndio but kesho yake nikapata how was your night kijana nikasikia vizuri Sasa kwa campus bado hata sijaingia pale sijaingia hapo bado sijaingia ndo najaribu sasa kushika ndo nijue kama nitakuwa wangu but hapo ndio mapenzi ilianzia tu from WhatsApp hiyo tu kuona kwa profile then tukakuja tukameet hapo katikati tukakuwa kidogo communication ilikuwa but ilikuwa ile ya break kidogo because kalikuwa kako determine na kitu kanafanya ya wale mademu wanajitambua ule demu kama kaka Stacy exactly Try wewe na doko ukopage mami limo ndani so nule demu alikuwa na boundaries zake juu si ile mtu alikuwa anaongeongea na watu sana but tulikuja after move in sasa kuja campus Githurai nikatafuta unajua tulitafuta nyumba na mamangu actually so nikakuja after tumeingia campus hiyo sikara takakuja tukameet na jangile mchezi ilikuanga ongelesha hata mamangu ndio yako hapa ongelesha huyu brother yangu mdogo ongelesha sister sasa ndio ubuild ile trust that unampenda unaona so tulikuwa tunafanyanga nikienda home hivyo yani kubuild ile trust pole pole so hiyo time ikafika akameet mamangu tulikuwa nimeenda sasa nimeingia sasa KU akakuja huko juu huyo beshta yake anaitwa Terry alikuwa pia anasoma KU so akakujanga naye huko that is the first time Milka ever saw my mom hivi unaona so kutoka hapo hivi mimi already nishapata nyumba pale Githurai ilikuwa ka single room tu kwa nalipa 5,000 I guess kalikuwa hapa miguu zafika kwa pale kwa mlango already kitanda sina ni mattress tu kiti yangu ilikuwa suitcase nilikuwa nimekuja nayo na kwanza hata ilikuwa imeraruka juu nikitoka home kukuja ujuko sisi kwetu lazima tuombewe ndo kuja sa campus sasa basi nilipanda nayo tunapanda basi kuna makuku zinalia huko nyuma ni na mvua tu sasa hiyo imenyesha yani nilikuwa ni mashida tu so mimi nikaingia hapo ndo nilianza maisha sasa Githurai so Githurai ndilinishape kwa vile niko actually life ya huko si kama ya places zingine sina kwa insecurity kidogo but me time yangu kuishi Githu life yangu kuishi Githu haikuwa na shida mingi sana sikuwa ibiwa manini but life was a little bit ilikuwa tough but unaweza manage juu vitu huko nanunua nyanya 20 bob nyanya unapewa ni kama gorogoro mzima jamani washindwa vitunguu naenda kununua za 20 bob mingi actually uki si lazima upike huko huko kutoka once umetoka kwa stage pale penye mnaenda kufanya show corona about exactly ndio ufike reli utakuwa umeshiba utakuwa umekula zile mitura kubwa na ziko na ile waru kubwa acha toka ya dada next raya kama roho shule na ndege yes so life ilikuwa cheap life was cheap unakula vile nyama huku nakula actually nilika karibu 4 months kama sijaipika kwa nyumba nilikuwa natumua pesa ya gas na kula na unashiba na nashiba sasa na unasoma pale unanunua hizo vitu 10 bob 20 bob unakula unashiba so nilikula for that time I guess karibu miezi 4 kama sipikangi kwa nyumba life iko poa alafu sasa hiyo tena nishapendwa mchana ameingia box sasa odema aliingia box so dem nikamjua alikuwa baada anaishi kwa kina Kevo huko na nimekaa campus karibu kitu kama 4 months hivi nikamwambia kwani uchoki kaa huko
Kwa wenyewe. What if ukuje tukae na wewe? Msichana akaona ni idea poa. And that is now how we moved in na yetu. Yes. From kulala chini ya mattress. Kama mattress kalikuwa tunauzanga ukifinya hivi kanafinyika, lakini ukiachilia hivi ni mpya. Yes. Aka move in akakuja na vitu zake. Kwa hivyo ni ukweli hao wasichana na vijana wa campus wanakuanga ni kama wameolewa, ni kama wamewana, ni kama wanakaishana kitu kama hiyo. But ina depend umepata nani. Yes. Yangu ilikuwa genuine kabisa. You know, I really love that girl because she was, sijui niseme, nule tu mtu ukiangalia hivi baby top, hata wewe mwenyewe ukiangalia mtu hivi unaona huyu ni serious, unaona. Ukiangalia kama unajua ni serious. Ujiano ya kuambia na kupenda na unajishuku kidogo. But sasa huyu ni mle mtu mwenye ashakupetia already ushawini ile trust. So hiyo trust ufai kuivunja, unaona, at any point. Wow. So you guys moved in. Yeah, juu kuna time alikuwa amenikataa pia. Nikajaribu na mkisi mwingine hapo, lakini wapi. Bila alikuja Koja. Hapa tunakuwa na segment ya chai. Tunataka hapo kwa mkisi shikilia dakika moja. No ni anatogata muno. Ati sasa umesema chai. We are taking tea. Ni indani ya shine baba talisha. Sasa before moving ulikuwa umekataliwa, umejaribu mkisi Demethi alikuwa ameimba therete ukamumunya ciura onyingi uria kwao tekeka. So mkisi tulijaribu lakini wapi. Ilishindikana. Nyamboke. But kalikuwa kazuri ndio. But so hapo nilikuwa nimeingia KU. Nilikuwa already alikuwa kuna mahali alikuwa ameniblock kabisa, like stories zangu hataki. So nikasema okay, huyu anaringa na vile mimi mwenyewe nilikuwa najitambua. Unajua mwanaume unaweza jitambua useme by the way mimi siwezi kataliwa. So mimi nilikuwa huyo mwanaume sasa. But sasa mkisaka kuja on the way. Tulikuwa tunakujanga hapa skate park most of the time. I used to do skating a lot. During 2015 2016 nilikuwa nakuanga hapo sana. So hapo ndo tulipatana na huyo dem. Na alikuwa sister ya classmate wangu tukua high school. Yeah. So hapo kakanipenda tu. Alikuwa kananifuata tu sasa. Okay. Na alikuwa bado alikuwa KU but ile campus ya Kitui. Hiyo side. Saka hada kaitisha nataka kutransfer kuja wapi? KU ingine. Baadaye karibu kiumane mahali juu. After ya ashanipenda huyu mwingine tena narudi sasa Milka sasa akakuja sasa ile sasa kwa settled. Akaondolea kakara. Sasa kuna siku karibu kiumane lakini Mungu akanisaidia. Mungu. Amina. Sasa hapo nikaamua huyu mkisi hapana. Roho yangu ilikuwa kwa huyu Mumbi. So Mumbi. So hapo tuka move in. Kaza kukaa pamoja. Kaa pamoja tu. So she used to work while mimi naenda job. Ye bado na kampo. Yes. Unaenda hizi ma freelance zako photography. Freelance zangu tu hizo. Ndio pia sasa unakana dem na bado poto unataka mzaza kusupport. Sasa hiyo time bado madhao kwa najua kama niko na kadem ama hapana. Ama unaishi na mtu. So wanajua tu niko solo. So the little tulikuwa tunapata huko na bado hii yetu. Oja kazi hiyo time zilikuwa za kunyanyasa tu. Ndio unapata kaya alikuwa anafanyanga kwa hiyo movie shop analipwa in a day I guess alikuwa alipwa 5 so. So unapata kwa wiki hata ndo anapata hapo ya kukula tu. Yaani hata sija kufanya kitu kingine. So hivyo ndo nilikuwa tuna manage but as time ilikuwa inaenda 2016 tulikutana naye 2015 then 2016 2017 now ndo sasa jina Babati sasa ikuje. Sasa hapo ndio Talisha litokea. Ushapata watoto. Umegraduate? Bado. Juu unaenda nilipata Talisha nikiingia second year actually. Wow. So it was unplanned but now usikuja chai mingi. We are taking notes. But now we didn't plan it.
but now wanasemanga mtoto anakuja na sani yake, unaona. So mimi nikasema it's God's plan, you know. We never know atakuwa nini. Uka get baby girl. Baby girl kakua tu sawa. Mimi kamwambia mimi sina noma, unaona. But naye mama yangu atasema, ikamwambia mama yako I'll go to, mimi mwenyewe nitaenda kumuongelesha. That time mama yake alikuwa na kama Imahiu hapa tu Longonot. Sasa mama ya dem. Mama ya dem. So madem alikuwa mkali, my friend. Washaipata wale mama Kikuyu wale wenye wakali. So unawajua? Wago wa makeri. Tunaitaga wago wa makeri. Sasa hao. So kuna time unajua kuna kwanga long holiday. Long holiday nilikuwa nafanya job fulani hapa Tao, hapo ufundi cooperative karibu na Jivanji Gardens tu hapa. I used to be, mimi nilikuwa nafanya kazi ya delivery. Nilikuwa ule office messenger. So nakuja asubuhi kuosha ofisi. Ukiwa kampo? Nikuwa kampo. Sasa kuna long holiday. Long holidays? Bado ukiwa kampo unapiga picha? Napiga picha na bado tena napanguza ofisi. Nitakuwa dirago. Ati sasa long holiday unatafuta kazi za kuosha? Sasa kuna job nilipatanga hapo tu, kwa hiyo ni hapo ilikuwa inaitwa Nesmia Publishers, something like that. So nilikuwa ngamsa delivery. So nilikuwa tumesha kama check zimekuja. Mara yangu kwanza mimi kuona check ilikuwa hapo. So napata check ya 1.5 million nini, unaenda ku bank. So nasikia niko sawa. Nilikuwa alipwa 8k. Wow. Actually nilikuwa alipwa 8k. Wow. So I used to do that na save kidogo. Nilikuwa na longi moja black. Actually nilikuwa mbili, basi kashati ndo unabadilisha tu. Alafu viatu kwa babanga alikuwa amenipatia kiatu. Nilitembea naye Nairobi hadi katikati. Akasema mimi nimechoka. So hiyo long holiday ndio nilikuwa na save kidogo. And then your time we used to go and visit the mom. Uko tukua sometimes back we used to go and visit and then we come back. But now bila alipata mimba ikatokea shida kidogo. So akaenda kwao kuona mama kidogo. And then sasa kufika huko akasema sasa nitampiaje madhe. Akamwambia I'll do it for you. So nikaandika message. Sasa ndiogopa na kupigia mama yake pia mimi. So nikaandika message. Ndio mama yake sasa atafungua, ukifungua simu utapata 100. Kumbe sasa naye brother Milka naye alienda akafungua simu mapema. Sasa hakusoma hiyo message. Ikabidi baadaye nikampigia simu nikauliza, mom, kwani ukoona message nilikuwa nimekutumia, kwani message gani ulikuwa umetuma? Angalia. Akaangalia, noma. Simu immediately. Kashindwa sasa shika ama nikashika, nikamwambia by the way I hope maybe notice Milka na hiyo mahudi hizo masweta. Na sijui mbona mnavanga sweta zile kubwa. Ni kuficha. Hii kitu itakaki kuonyeshana. Kuna watu wa nini baya, macho baya. So nikamwambia Mheshimiwa Haji kwa moyo nioka kotengerania na Gen Z. Mheshimiwa Haji kwa wa moyo haba ume kidogo ni mama Gen Z. Ndio goita. Abaona kana koyera tena ko ndio weekend. Our honorable member Kipipiri. She's a good lady. So nikamwambia I'll be taking the responsibility. I have no problem. Hata kutaka kuje kwetu me I have no problem. Already my mom is okay with it and she's happy. Kai. Wazazi wako walikuwa sawa? Mama yangu, that is one I really don't know, but she's a cool lady. Alifurahia? Na mtoto ukiwa shule? Mimi nimemwambia already, unaona, nimemwambia na ako okay. Mami jita. My parents, si vile tumelelewa, wazazi wetu hawajakuwa kitu kazi ya maisha. Yes, they wanakukuza na morals, but you know you are free to do what you have to do. But so long as you're doing the right thing. Yango iko the wrong thing, but nilijipata. Sasa what next? Utakataa mtoto? Utasema about asiwezi, unaona. So even nikamwambia kakasirika sana huyo madhe, akasema nini. But baadaye si mtoto vile alikuja alimpenda tu though. Anyway, alimaza katokuka akakuja Nairobi, nikamwambia you know what, twende home sasa. For the first time alikuwa anaenda nyumbani kwetu. And hiyo time masisi wangu alikuwa amekuja, brother yangu yeye bado anakuanga huko. So we had that family meeting huko hivi, babanga akaniambia ni huyu ndio umependa. Milele usitaki msichana mwingine huko. Nikamwambia ni huyu babangu. Akaniambia no problem my son. And that is how let me tell you, my dad is a very funny guy.
Yeah, he's a very funny guy. Alikwambia ni umependa milele. Huyu. So mbona nimekaa na mama yake umekaa yote. Exactly. Sasa kama mamua ni huyo. Nikamwambia yes ni hiyo. And from then hapo ndo life yetu sasa ilianza kufika kwa bila kujificha. Bila kujificha. Na Talisha amezaliwa. Sasa Talisha yeye sasa ndo huyo akazaliwa date 29. 29. No, that is December 2017. So hapo ndo Talisha alizaliwa and that is how I became a dad. She's 8 years. 8 years. Sasa ako 7. Ako 7 turning 8. Yeah, turning 8 ikifika ni December. Yeah. She's 7 years old. Yeah. Talisha akazaliwa. Na bado utaendelea kusoma? Yes, na mimi nikaendelea kusoma. Na by the way it didn't like I could interfere na masomo yako because masomo nayo iko tu tutafanya. Yes. The mom naye ako hapo. So ilifanya let me tell you something. Once umepata mtoi naona ngwasi wengi utoroka. But for me inafaa kushape. Yes. Mtoi anafaa kushape in the first place. So alifanya nikaanza kujituma more because now already mimi ni dad. And you are at 22. You were 22 years then. Sasa hiyo tena nianze kutegemea mama yangu na already niko na dem ambaye anaitwa bibi yangu na niko na mtoi. Yes. So inabidi uende huko nje ujitume, unaona. So that is what I did. Mi picha nilikuwa napiga. Yes. Nilikuwa tunaenda nikapata a very good thing, nilipatanga mabeshte wenyewe walikuanga mostly wanafanya job. So unapata ukipiga huyu mmoja tena kuambia huyu mwingine, so they'll really support you a lot. Yes. So that is how I used to do. Napata sasa umepata hapa 9,000, 7,000, 5k, mwingine unapata 10k. Wow. Ina months unasikia uko tu sawa. Na unasoma. Yes, Talisha napeleka ma clinics ako sawa. Yes. Si wenye. So it used to be nice. Me the first ni yetu ya kwenda Valentines. Tulikuanga tuli before hiyo time Talisha kalikuwa kashazaliwa, tukakeka hapo kwa daycare fulani hapo Githurai tu. Kwa nyuma tu ya former hiyo duka ya Dama Mobile Space. Yes. Former sasa huko nyuma. Kulikuwa na daycare fulani hapo hivi. Tukamwacha hapo. Already nimepata hapo, nikaenda kwa hizi apps za kulent pesa hizi zote. Pata hapa ya 500, ingine 600. Yes, nilikuwa zote nikaenda Mobi. Sasa nimpeleke out. Yes. Nikanunua ka dress kingine hapo kalikuwa ka 6. So unajua madem nguo zao ziko expensive sana. Kama umeenda actually in the street tule to body shaper. Nilikuwa na figure poa msichana. Kwa ameiva. Alikuwa ameiva. So nikamchukua tukaenda hapo Village Market for the first time. Siku hata na maua ya Valentine niliiba maua huko tu. Nilipata maua vile nikabeba nikampea. Zimeachwa na wazungu. Let me tell you, love itafanya ufanye vitu zenye hujaifanya. Yes. Nilifanya vitu mingi sana zijaifanya. Nakumbuka tuna siku tena nikaiba pete kwa supermarket bado ni mpete. So love made me do things that unajua watakuandikia kikaratasi I stole. I didn't give you a baby mama, your girlfriend, your wife. Hey. But anyway, hilo ndo mapenzi ilikuwa. Yes. So mtoto alifanya nikajituma sana. Talisha alifanya nikabadilika kabisa. Wow. Yes, she made me to be a hard working dad. Yes. Kafanya nikakuwa very responsible. Na tena mtu yeye anafanya ngile connection uko na dem yake inakuwa. You already kitu ushajikubali. Unaona. Yes. Kuna sometimes kuna zile traumas unapata kama dad kama unajua that's why watu wengi upotea. Wakipata watu hiyo unapata vijana wamepotea. Dem ashaba kina stress already unaona. So unapata na hiyo depression kidogo but sasa for me nilijikubali, dem pia akakubali. We are ready for this. Mwanzie tufanye hivyo 2020. Yes. So now ni graduate, you have your degree, Bachelor of Science. So graduation yangu hata sijui ile happen aje though. You see ku apply kufanya graduation. Yes. But now when during 2020 hapo, that is August 15th. Yes. Sasa hapo ndo maisha ili turn kidogo. Sasa ndio sasa nikaanza kuonekana huko nje kidogo. Something tragic ili happen. That is the day nilipoteza mama ya Talisha. Sawa. What happened? So he got a road accident
hapo tu KU to the same KU to opposite Kenyatta University tu kwa barabara on from ukitoka bypass ukikuja side ya Githurai. So hapo tukapatanga accident. Wewe kwa matatu? Tulikuwa kwa personal kind, tulikuwa tumetoka family photo shoot actually. And then tulikuwa tumeenda kuna place tulikuwa tumeenda Runda. Actually alikuwa client wangu, nilikuwa nimeenda kumpiga picha, then akaniambia next day you can still come around if you want to take some pictures. You can still come around. So si tukaendanga huko. Tukapiga picha, then tukatoka huko tukaenda mahali panaitwa Juja Farm. Kulikuwa na event ya watu walikuwa na celebrate their hizi anniversary za marriage hizi. So nikawapiga picha, then nikatoka huko. So tulikuwa tunarudi home. So after hapo ndo hivyo ndo tulipatanga accident. Nani amewabeba? So mimi ndo nilikuwa na drive, Talisha alikuwa kwa unajua ku drive au sasa hiyo nilikuwa babanga alikuwa amenipenga driving school. Nilikuwa bado before niingie campus zote na maisha ilikuwa ngumu. Nilibetingi na hiyo pesa yote kakulwa avieta. So nilai bet school fees yangu ya for the first time hapo niliacheka ku bet by the way. Nilikuwa nimekelea Real Madrid tumepiga jana hii. So nilikuwa nimekelea na pesa alikuwa amenitumia 15k. Nikaekelea kichwa Madrid nani akatoka draw. Hapo ndio mimi pesa ikaenda. But you are that driving. So gari una drive ni ya nani? So ilikuwa ya client wangu. Client akakupa gari. Alinipatia juu alikuwa ameenda Mombasa. Alikuwa na magari kama 5. So hii ilikuwa gari yake tile kupatia wafanyikazi wafanyie so akaniachanga gari nipeleke like nitumie until ile time anarudi. Juu alikuwa anaenda for like 3 days then anarudi. Jesus. Yes, so kanipatia gari. Kurudi kulikuwa barabara walikuwa wamefanya carpeting kidogo. So walikuwa wamefanya the inner lane, then huku mwisho kuna gari ilikuwa imepata accident hapo KU kutoka bypass kuja KU kuna kwa na mlima, so you can't see mbele. So kufika hapo naona gari nikaa imesimama, ni kama like there's no sign like kuna anything imehappen kwa barabara. So from there starting to like slow down, gari ikaanza kusave kwa barabara. So ika lose control. Kusave juu zile chipping zilikuwa mingi sana kwa ile lane nilikuwa. So kurudi katikati kuna gari na ilikuwa imetuangalia hivi juu. So kuigonga na gari nyingine pili kwa nyuma yetu tena ikatugonga, tukaenda hadi kwa rail. Sasa ndio juu gari haina control. So mimi watu nilikuwa nao kwa gari siwaoni kabisa. Gari milango zimefunguka. Talisha yuko na Talisha mwenyewe. So gari kusimama kwa rails, mimi nikaanza kurudi nyuma kwa tafuta mahali walikuwa. So now that is how it happened. Nowadays siongeleangi sana but hivyo ndio ilikuwa. It was bad. But we thank God. Nilibaki na mtoi. So the mom alipass hapo juu. Alipasia tu hapo like alipass on the spot. Then Talisha pia naye wakimwangalia, wale watu walikuwa hapo kutusaidia kidogo, walikuja kumwangalia yeye bado hakuwa, alikuwa ni kama amekufa tu, but baadaye kaangel kama Mungu kalimtembelea akakuwa sawa. So what happened? So we picked Talisha, tuliwatoka barabara wote because gari bado zilikuwa zinagongana hapo. So tukaeka hapo katikati ya barabara ya hiyo. This is 2020 the same day, 15 August. So tukaeka hapo katikati ya maua. So unajua kuna kongana hizo maua za hizo inagawanyisha hiyo barabara. So tukaeka hapo katikati. Milika already hata mwili yake ilikuwa imeanza kwa cold already. Talisha yeye ako tu but ha respond kabisa. So kuna good Samaritan alikuja, alikuwa anatoka kwa Nyahururu tu. Alikuwa amekuja kurescue mtu mwenye amepata accident hapo but akaamua kutusaidia tu. Kanisaidia na simu. Juu nilikuwa nimenyimwa simu hadi na polisi wa barabara, watu wa Ken hakuja wakaenda tu. So what I did, nikapatia na mtu wetu kwa kaba hapo, tukamwambia mpeleke tu kwa any hospital iko karibu, akampeleka hapo ndani. Polisi wamekunyima simu upige? Huyu alienda na kwanza alikuwa mtu mwenye nimesaidia juzi, nilikuwa nimempiga picha like a week ago. Then anakuja pale akajifanya kama mtu anijui kabisa. So akatuacha hapo juu. Sasa nilikuwa nasikia nimechizi kichwa. Tanyiterera hau. Konyiterera ni gweterera twambe turugitha. Bado ndananyitera kungojea. Ate abete kuhura mundu bica amukora accident scene ni akiaga kumuhe thimu ahure. Handu magomana. Toguthi turikite tutikwa atukwa tunataka tuende hiyo. Tulikuwa tunataka si tukule story hivyo video wakisi hivyo tuende tumalize. Sasa nimesikia imeanza kukua si mzuri.
Kitungu. Ai, ebu acha turukishe. Leo tuthiete wega. Ndĩrenda tucoke kuri Baba Talisha. Sasa rĩu hau niho tũrakĩanjĩrĩria rĩu rĩ mwanake nĩ mũnini nĩ agĩrĩire family nĩ agĩrĩire digiri yake mutumia nĩ ahurũka. I'm so sorry. Pole sana. Yeah. But now sasa mko pale mtaenda hospitalini. So unaweza sip. You can sip. Niko tu sawa. Cheka sip. Nilipata Talisha kwa mtu wa cab. Yes. Akampeleka penye alimpeleka. Atumesema Sanse shakata kukua hii simu. Ule na aliniruka kipetero kiyesu. Ni Judas. Manzeno kwa noma na kwenye ground iko. Ni mtu tulikuwa tunaongea naye hadi kwa WhatsApp sometimes back. Nishaimpigia picha ni police actually alikuwa hapa karibu na Langata prison hapo. So alikuja nikaona huyu sasa rafiki. Unajua nikao ushaona ukiona Stacy yako mahali unasema huyu sasa atanisaidia. Sasa kufika hapo simu tu peke yake kupiga amekata. Juu simu zetu zote zilikuwa shattered. Cameras zote zilikuwa shattered. Kila kitu kilikuwa kwa barabara tu. But anyway, Talisha after like 30 minutes tukisumbuana bado pale ni tukaweka hapo katikati, then Talisha tukashika kidogo tukasikia kuna pulse bado. Jada kuna ambulance ilikuja but though ikaenda juu. Unajua ilikuwa unafaa ulipe 10,000 likubebe but sasa ikaenda. Kasema lazima polisi wakuje kwanza waandikishe juu walikuwa wamesema both Talisha na mama yake wamefanya nini? Wamefariki. Wameenda But sasa baadaye huyu kijana tulikuwa naye alikuwa anaitwa Maina. So this young girl Talisha was about 2 years. Yeah. Sasa alikuwa 2 years actually. Yeah. So kishiko akasikia bado kuna kapulse kwa Talisha akasema huyu tukimweka kwa gari saa hii atafanya. The good thing kuna kabili ilikuwa inapita hapa akasimama and the guy alikuwa dem fulani ndani ya siwezi mkumbuka hata but kulikuwa na dem na Charlie wakambeba kampeleka hapo kaendani. From there now nilikuwa nishongea na brother yangu home. The same day kulikuwa na game ya UEFA actually kama ya Madrid. So hapo ndio nikampigia nikamwambia mazee mimi tumepata accident but now the thing is mimi maybe unaweza nikosa au unaweza nipata but mali unaweza tupata ni KU hapo kwa mochari hiyo funeral home. Hii niko side ya Thika Road. So mimi nikabaki hapo na Milka. Then Talisha alikuwa shapelekwa na kwa hospitali. From there I guess brother anga alicoordinate na marafiki wangu wengine juu sikuwa na namba zao. The only number alikuwa anajua ni ya brother yangu tu anaitwa Ridon of head. Yeah. So nikamwambia immediately alitoka Western wakakuja huko. Yeye na mama yangu. Mama yangu yeye sikata alikuwa ameumia, alikuwa angana pikipiki huko home. Boda ya. But wakafika. Then ama beshta wangu wengine Talisha penye alipelekwa akasema hii case iko very cool. Yeah, iko even above us. Wakatafuta ambulance yao hapo hospitali, wakamchukua kampeleka KNH kwa emergency, wakampeleka resuscitation room. Kumfanya ile nia akapelekwa straight kwa ICU. So huko akakaa huko. Mimi hiyo siku nikabaki kwa barabara. So polisi ndio walikuja akatubeba pale, akaweka mwili yake nyuma. Mimi nikakaa mbele na huyo polisi tukampeleka hapo KU funeral home sasa. Yes, tukakaa hapo for some like 2 hours 3 hours. Nilitoka around kitu saa 6 ama saa 7 usiku sijui. Sasa sikuenda kulala Githura hiyo siku. Nilipelekwa Waitedhi kwa beshta yangu mwingine hapo. Usiku ulikuwa unaona unajua accident ile happen ikakuwa nikaa ndoto. There's something like ni kitu niliota juzi. Sasa hii ime happen ni real but you're still in between the dream and the reality. What are you saying? Ulikuwa umeota? Kuna vitu zingine na unajua life inagonga spiritual at some point. So the accident ile happen ikakuja kwa akili yangu nikaa ni kitu nilikuwa nimeona kuna dem fulani alikuwa amegonga ngapo Githura, mtoto tu mdogo. Yes. So your time after ilikuwa like a week or 2 weeks before alikuwa amegongwa. So like nikakuwa na ndoto fulani hivi accident but I really don't know ni accident ni gani. So hata huko amka na kuomba. Hata hizo vitu like kukushika. Like sasa ni ndoto za kawaida tu. Yes. So hivyo na vitu zenye Milka alikuwa anafanyia time pia baadaye ndo nikaanza hizi vitu ni signs tu like ni sisi tukua tunajua anything.
yeah, many things zilikuwa zina happen. Alikuwa anafanya kitu kama yani vitu the same day she was super active actually. You know, she used to sing, she was kalikuwa kale kadem ka vibe shika na kadem anu na ka sasa vitu alikuwa anafanya, alikuwa into her best moods. Exactly. She sang actually the last song tulikuwa tumeka kwa gari tukienda home. Ilikuwa huyu intonga simi hii ya mama alikuwa anambia mtoto wake kaa baada hajazaliwa. That time Talisha know she was asleep and yes, so before vitu tulikuwa tunafanya kwa nyumba mara yani kuna vitu alikuwa anafanya tu anapanda vitu kwa hao like you know the hype. The hype. Now tulikuwa tushahama place tulikuwa tunaishi because tulikuwa tumeanza kugrow kidogo. Yes. Tukaenda kwa one bedroom tu hapo bado Githurai tu karibu na kuna shule inaitwa Githurai High School hapo. So hapo ndo tulikuwa tushaka hapo, nilihamianga hapo during my birthday November. So tulikuwa tushaka hapo for some time. So tulikuwa na balcony kubwa sana. So alikuwa anapanda hapo vitunguu, vitu kama hizo tu plants tu. So by the time alikuwa nakufa, so alianza kupanda hizo vitu like 3 months before. By the time alikuwa nakufa zilikuwa zishamea ziko hapo. So ni signs mingi sana. Kuna time nyingine tuko pale tunapiga tu ma story. Kuna unajua nilikuwa nakuja na laptop inakujanga na zile ukifungwa Chrome na kuleta pale tu story tuna trend kama maybe baby top alikuwa huko nini vitu kama hizo. So kuna story ilikuwa ina run pale kuna jamaa alikuwa ameenda kulipia bibi yake alikuwa amekufa mahari, so ndo ameenda kuona hiyo kitu. So like out of nowhere akaniuliza tu, can you do that? So I'm like, yo, why not? So ni story tu mnapiga like kawaida. Hakuna kitu like so, ni kawaida. Sasa tu mambo tu zinakuja zina happen. So vile li happen hivyo tukamwachanga hapo KU. Ukaenda kwa rafiki yako. Wakanipeleka, actually police ndo walitupeleka huko. Then next day sasa brother yangu Reda amefika ameenda KNH na mama yangu huko. So bado walitukujia, kuna msali alitukujia akatupeleka KNH. So the first time sasa naenda kuona Talisha after everything now. The following day, so it's 16 now. We naenda kuona mtoto huko hata siamini. Juu alikuwa amekata huko. If you have seen Talisha's pictures mostly, anakuanga na alama kwa kichwa hapa. Mostly kichwa yake huku hapa kuna very deep cuts. Yes. Hata huku napata ngozi yake ukiangalia iko rough kidogo juu ile kugaruza kwa lami. So pia huko nyuma alafu sasa ndana naangalia daktari ananiambia ulimi yake ilikuwa imekatika, so imeshikiliwa na kitu hivi ya green hivi. So she was not responding, alikuwa tu like yako tu. Ni kama hii chupa vile tumeweka hapa hivi. So hivi nikatoka huko nimepiga manduru, brother yangu ananiambia wewe jamaa wewe unajua kitu unaongelea ama nini? Huyu ni mtoto wangu. Huyu ni mtoto wangu. Mama yake ndio yeye hata ajui mama yake alikuwa. Sasa kitu alikuwa afikiria hiyo time ni huyu mtoto yeye ana idea of what happened until right now ananga idea juu ye mostly uona ndio anajua hayuko, but somehow like anakumbuka memory iko, but now she cannot relate. Yes. Yeah, she doesn't get the idea of what death happened. is. Yeah, what is death? Ya tukimwambia mtu fulani amekufa. Amekufa. The age. Yeah, so aelewi juu bado sainda anajaribu kufanya nini. So Talisha kakuko kwa ICU for ilikuwa karibu 1 month hivi. Akaenda kwa general ward. By the grace of God Talisha katoka huko. After how long in ICU? Like alikuwa 1 month hivi. And then kwingine kaka almost 28 days. So ni God 3 tu. months. Actually ni God tu. Ni God tu like mtoi Mungu alimsaidia katoka. Juu ya maombi tu, because sometimes watu wanasemanga ati the dead have no connection with the living, but kuna tu presence ya the mama alikuwa nguko kila time. Juu hiyo time tukienda kumzika unajua kuna mtu alikuwa anamngojea. So the only thing doctors could do ni kusedate mtoto alale. Juu uchungi ilikuwa mingi sana. Unajua skali kuna injury mwenyewe hivyo. So uchungi ilikuwa mingi sana. Hizi miguu zake zote alikuwa amefungwa mabandage. Amevunjika kila mahali from the scalp. Actually hakuwa na fracture kwa knee. But now because now alipata head injury, ilikuwa only kwa cases zote za head injury alikuwa ameumia, hiyo ni yake ni watu kidogo sana usurvive. So yeye alikuja akasurvive. She's a miracle baby. Yeah, so alikuja akasurvive. Daktari walisema hivyo
kwa cases zote washaipata za accident zinakuanga fatal hivyo, only a few people only survive. But sasa so ni Mungu tu alimsaidia like akamwacha. So sasa mtoto amekaa close to 3 months or 2 months akatoka. Yes, so now kurudi home. Nilienda home Western mara ya kwanza kupanda ndege, ni finally nilipia actually kutoka home. Kenda Kisumu tukapanda ndege tukuje. Narudi Githurai kwa nyumba, siamini bado. Maisha inakimbia mbio aje. Juu sikia matanga actually unajua matangu huanza ile time yenye already ushazika. Kama bado uko na mwili hapo, kuna hope inaweza amka maybe kusalimia ni aje. But sasa ikiisha hivi marafiki wameanza kwenda wa Nairobi, wa Nakuru. Sasa nao umebaki. Hiyo siku nilikuwa nimebaki kwa kiti. Unajua uko Western tunakaa maviti huko nje. So tukaweka kiti hapo, nimelala hapo kisimeti kwa hapo. Kila mtu ashaenda, baba yangu hata anashindwa nitasaidiaje huyo kijana. Hapo sasa ndo sasa vitu zimeanza kuniit. Already sasa na talisha tena. So tukakaa home. Kwa mila zetu inakuanga lazima you have to stay like 3 days. Yes. So mimi hata sidhani kama nilikojea 3 days. Nikasema let me just run to Nairobi, get to see the kid. So nikakuja nikapata permission. So ulifika huyu Mombi uko kwenyu? Kwetu home. Yeah, the mama alikuwa hapo, hata watu alikuwa anatoka Njoro hapa Nakuru. So she was a Kikuyu from Njoro hapa Nakuru. So from that ukarudi Nairobi and that is how it happened. So many friends walikuwa nakuja, a few friends, you know. Shida zikikuja marafiki wa kwangu wengi. Hebu sema hiyo sasa tusikie vizuri. Marafiki, shida zikikuja marafiki hawezi kuwa. The real ones, God will always bring new people for a certain purpose in your life. Wow. So meaning kama kuna shida, kuna mtu specific ako mahali sahi, anakusikiza tu, huyu ndio mtu mwenye God atatumanisha. Watu wanagojanga miracle ina happening through people. Yes, God is anatufikia through the people. Yeah. So that is how kuna watu tu walikuwa nakuja. You get, let me tell you, hata vile Talisha mimi sikuwa na do. Like, you know, money, pesa haikufanya milika kuwa alive. But now the only thing tulikuwa tunaomba ni Talisha kwa aje asimame tu, hata afungue tu macho kaangalie baba hivi. So hiyo ndio the only prayer tulikuwa tunafanya. But the bill ilikuwa huge kabisa kwa hospitali. And how even tulianza kupata pesa, it's also a miracle because now through mtu tulikuwa tunaye kwa ward, through tu namba amenipatia, hivyo tu ndo tulipata help. Hebu tuambie vizuri hapa. So Talisha vile ametoka juu sasa umegraduate hauko kazi of course. Yes, mambo broke hauendi kupiga picha, hauendi kukua delivery. Yeah, exactly. You know, you're not even working, you're stagnant. Hauna do. Niko tu. So how did you manage? So what happened, friends tu vile nimesema, kuna watu walikuja, strangers who came on the way. Wale walikuwa marafiki wako walihepa. Hata wengine sikuwa, hata wengine hadi sasa wanashanganga, kumbe Mungu aliwasaidia wakafika wale wako. Hadi wako nyumbani. Let me tell you, when tulienda home ile kwa drama. Actually our own family, like, yani ule mtamezaliwa na baba yangu hivi alikuwa anasumbua kabisa. Actually alikuwa anataka matangishe by 8, like hii time ilikuwa covid hivi. Huyu ni ule mtu mwenye milika alikuwa amefanya kila kitu tukikuja huku. Until right now I've never like, okay, mimi wana forgive alafu na forget, but hiyo kitu jaini toka. Like time like you forgive. But na forgive. It's a holy Thursday. Exactly, yeah. So vitali tufanyia iko poa kabisa. Actually hiyo time nimefanya hizo vitu zote, but yani mashida zilikuwa mingi. Family, friends. Yeah, exactly. So people wanaongea vitu mingi, you know. Now vitu mingi zilianza kuhappen pia. Unasikia yeye hali sacrifice bibi yake, huyu things really. Watu walisema vitu mingi. Watu walisema vitu mingi sana, you know. Watu walisema vitu mingi sana. How comes yeye hakumia? I'm like, sasa huko kwa gari na sisi utajua aje? Walikuwa wakufe wote. Haukuwa, kwani ulikuwa unataka tuende alafu okay. It is an accident. Exactly. So that is how it happened. So but now so the bills kulipwa, it just like I said, ilikuwa kama miracle tu juu kwa the same ward Talisha alikuwa. Mtoto alikuwa anakaa next kwake kwa bed.
kuna mamaka aliniambia nipige picha ya mtoto alafu nitume kwa namba fulani. So the number happened to be Ndungu Nyoro, huyu tu mmoja, huyu affect watoto wasome. Yeah. So mimi sikuwa najua, aliniambia tumia anko ya huyu mtoto. So mimi nikajua that time alikuwa anasaidia yangu watu mostly kufanywa surgeries, wale watoto wa surgeries. So mimi sikuwa najua, nikamtumia. Later after one day hiyo namba inanipigia. Hiyo ya Ndungu Nyoro ananipigia. Ati what were you doing at KNH? Nikamwambia na have a kid called Talisha, tulipata accident. Akaniambia I want to know about Talisha. Who's Talisha? Alinipigia tukaongea for 1 hour. Akaandika the same time tunaongea, the same time ana type. Huyu Ndungu, huyu moja, huyu Nyoro. Huyu tu. Through that aka make post kwa Facebook. From there, hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kuona message ya Sendwave kwa simu yangu. Watu walituma pesa. Bill ilikuwa ya how much? Bill ilikuwa sasa hivi imefika karibu 2 million na bado ndio ameingia bado kwa hospitali. Tulianza mapema, sasa ndio tupate do. So tulikuwa tunatumia watu wengine hiyo ni watusaidie wapi hata waweze repost. But now wakina Kitakress walianza kupost. I guess kila celebrity mwenye nilikuwa najua walitusaidia kabisa. Lakini Ndungu Nyoro akapost. Ndungu Nyoro alipostinga hiyo message. Ikaenda. Kila day alikuwa actually after 12 hours tulikuwa tumefikisha 1 million. Wow. And then the next day bado tena hivyo, and that is now Billy Atalisha tulilipa yote tu online. Hawa ma celebrities ulikuwa unawajua? Sikuwa nawajua tu kwa kutana nao. Hakuna mtu ulikuwa unajua. Kitakress ndiye alikuwa mtu wa kwanza kupost kwa ma celebrities wote. Na wajui? Siwajui. So tulikuwa tunawatumia tu tukaweka huko kenanga ilikuwa kila mahali. Sasa ma blogs maanza kuandika nini. So hivyo ndio story ikakuja, Talisha kwa kila place. So the same way mamaka alikuwa anasema one day utakujulikana Talisha, siku moja utakuwa hivi. Vizo vitu zote tunaona sasa hivi na happen through this accident. Yes. So kwa hii life nilikuja kujifunza kitu moja. Sometimes bad things normally happen. But there's always a blessing in every dark thing in happen kwa maisha yako. Inaitwa blessing in disguise. Yes. So you don't have to question God, you don't have to, inakuanga will ya God. Na kila mtu kuna purpose vile, hata wewe ndio ufike mahali penye huko kuna kitu ile hii happen ndio ukafika mahali penye huko. Yeah. It's only wewe mwenyewe ndio unajua tu. So watu watakuwa na kujudge, the world normally judge inakujudging very harshly. Kwanza anze kuona una drive unafanya nini, they'll judge you so harshly without even knowing the process. Because nashanga kwani Mungu haizingi bariki mtu. Mungu haizi kupatia hizi vitu zingine zote. So many people came through. Talisha akaanza therapy sessions. Actually place alikuwa anaenda they gave her like a full month therapy session for free. Physio. Then kuna madam fulana anakaa hapa Karen. That's why nasema for a purpose. Yes. So huyu alikuja hapo alinipatenga 250,000 zangu tu za kukanazo, then aka deposit huko I guess ilikuwa karibu 300,000 kusaidia Talisha tu. And she said anytime you need any help for a period of 6 months tell me. Anytime. Sasa tulikuwa tunatumia cab. Pesa unalipa cab in a week umetumia kitu kama 25,000. Kwa hospitali. Sasa nikwenda, alafu Talisha alikuwa na very heavy drugs zenye lazima ulikuwa umeandikwa na daktari au surgeon. Kwenda lazima sijui uende wapi. So madawa zilikuwa mingi. Alafu hiyo time pia wezi walikuwa wengi. Juu hiyo time bado nilikuwa home. So kuna mtu anaweza kukupigia tu simu, "Hi, I'm the doctor of Talisha. She needs medicine." Tena mtu ananibia. Kuna baba alinibia pesa za kuchanga akanibia 10,500. Nani ya mgonjwa? Na maybe unanisikiza hapa wewe. Hata nikupigia akakwambia nini? Akaniambia mtoto anataka dawa. Na wewe unajua ni zile dawa zenye wanadungwa nini vitu kama hizo. But you are money your story online, si ndio? So they normally take advantage of, getting the money. Watu wengi wanaibiwanga by the way. So ukatuma. So mimi already ni mtoto, hii pesa simechangua mtoi. Already matanga watu wali come through ma committee uko home, brother yangu na amefanya hizo vitu zote, my brother really helped me a lot. I really don't know. My dad, thank him now. Anitonga Ridon is my only brother and
I really love that guy, and may God just bless him for me. Wow. Yes, and my mom also alikuwa pale. Babangu najua sasa anakuwa na high blood pressure, so I was so strong for that guy. Ndio asione any emotion kwangu, ndio I feel like, you know what, kumedhoka. Babangu na huyo demo alikuanga hivi Juma story. Juu hata huyo demo alikuwa ametengeneza script ya babangu juu zile stories za babanga anapiganga nazo pia ni kama za Jaba. Ni za Roja. So mtoto akatoka therapy ndo hizo tukafanya therapy for like 2 years back to back, you know, being there to change the diapers juu sasa life yake already ilikuwa imerudi zero. Sasa tuanzie mtoto amerudi, baba mama very young. Yep. Kazi sasa full time ni ya mtoto. Sasa kazi yangu ilikuwa mtoto tu. Sasa tukafanya nikachapa hapo kidogo, kujaribu kafikia mahali sasa ikabidi mimi sasa stress zitaniua, wacha nirudi kazi nianze kufanya tu photography. So kuna pesa ilikuwa imebaki hapo, nikasema okay, I still have to take care of this family. So nikaenda nikanunua cameras, laptop, nikaanza, that is how nilianza sasa, nikaanza kurudi tu job. Nikaambia say in case you have any event unataka kufanywa coverage, look for me. So that is now nilianza kufanya hizo ma shoots nini, ma videos nini hizo vitu zote. Nikajidistract because now when you are grieving, let me tell you, if you don't distract yourself, if you don't look for the right people. I remember there's a fan of mine, mtu alikuwa mwananga tu hiyo story bado, alikuja kanilipianga like around 20 therapy sessions. Nende niongeleshwe. Nilikuwa naenda huko, ndio ilikuwa inanisaidia like naambia jamani kama wewe benye nasikia. Unaona sasa home miss sijaizika mtu, mkweta hakuna mtu tushaizika. Umezika sasa huyu this is the person that we shared life with. We shared everything. Yani ni ile kitu, kuna difference ile kifo yenye ulikuwa unajua mseni mgonjwa. Sasa kuna ile kifo inakujanga once. Sasa you can't, yani wezi ya, yani life ndio ilikuwa, yani ile time life sasa ndio imeanza. Life sasa ndio imeanza kujipa. But anyway, we Talisha therapy akaanza, akwa anatembea kukaa chini hawezi nini. Therapy. But later akaanza kukaa kidogo. Nikajaribu, kuna tu videos nilikuwa na share to my, nilikuwa na YouTube, niko na YouTube account inaitwa Malkia Faustin, but now kuna mtu alihakingi ya account na akafuta video zangu zote, but later nika recover. But jani ya Talisha yote ilikuwa pale. The reason as why nilikuwa na YouTube channel, just to motivate somebody out there watching that is not done until it's done. So you don't have to give up. So hii story yangu mostly wana share, kuna watu wengi wanapita the same thing, mostly wanaume. Unajua wanaume sometimes wao wananyamaza, wanapitia vitu, they don't know where to go. But through that kuna mtu anaweza pata motivation through that. Kuna ule mtu anaona sense, but hater kikuwa pale bado ni hater. Atasema wewe ulisacrifice, uliua, ulifanya nini. So still bado kuna watu wote, but you don't have to listen to them because they have a problem with whatever, you know, you are becoming, you know. So ukarudi kazi? Nikarudi kazi mimi. Yes, photography. So for the time mimi nilikuwa naitonga my interview. I guess the first interview nilifanya ilienda viral kabisa kila mahali. Na hapo ndo watu penye YouTube channel yangu ile grow na watu wengi akaanza kunijua. Na ukaanza kuichua kazi za photography. Exactly. So jina yangu kabaki tu kwa Baba Talisha. Sasa hapo ndo Baba Talisha sasa ilishika tu. So nilikuanga, I guess station zote nimezunguka. Kwa YouTube channels kuna huyu mwimbaji wa anatwanga Njeri somebody. I guess ako US. Alitokanga US kuja kuni host. After hapo ndo tukafanya, nikaenda interview ngine Bro TV huko, ikakuwa actually that is the most viewed video huko. Nikaenda, hakuna channel sijaenda. Hakuna radio station, hata nimekuwa huku milele bado. Huko nimekuja mara kama 2. So like I've been there sharing the story just to empower and motivate somebody, inspire somebody that, you know, life happens, but if you ukisema acha nienda nayo chini utaenda. Na let me tell you, the world does not stop for anybody. Ati sasa Baba Talisha yuko sasa dunia inafaa isimame kwanza, Kenya isimame. Hapana, dunia itaendelea tu kama kawaida. Watu wataendelea kunywa chai.
na story inaendelea. So you have to choose either you bow down or ukufe pia hivyo. Sikia, sasa you have a house girl, bado uko na mtoto wako? No, sasa umeheal. Have you healed maybe? For now mimi niko sawa. It's about 5 years ago, yes, right? So mimi niko sawa sahi. Umeanza kuangalia tena juu sasa unajua the Bible says that sasa wewe umekubalika, tunakuona huku watu wanasema sijui nani, sijui Joy Janet. Shy. Sasa tukae hapo kwa emotional sana. Yeah, so unajua mwanzo na kuanga siwezi taka. Naogopa ndio pia. Mimi I'm only no. So pia watu wengine wana confusing mambo ya griefs. Now anytime you celebrate somebody is like yo ule sasa naye akikoa sasa atakuwa naonanga comments kama hizo, atakuwa anashindanga amepost bibi yake mkikosana usijui nini, but anyway hizo zinifikiange kwa roho yangu. Nowadays nimezoea mimi kuna maana social media sasa hizi fanya nikose kulala. Juu mtu ameniambia sijui hivyo. Sasa sijui watu wanaongeanga. Kuna time hadi mtu hii kulikuwa trolled. Nowadays people really even don't know the story about Talisha. But they're easy to to troll a kid. And that is so low. Nowadays on TikTok is very toxic. Go there, watch how kids wanakuwa like trolled. Juu mtoto wako na maumbile hivi, mtoto maybe hawezi ongea vizuri and they don't know the story. Huyu mtoto hata maybe hakuwa, unaona? Talisha normally alikuwa very sharp. She was like, she was born normally hivyo. Hiyo ilimrudisha nyuma. Exactly. But now they don't know that, but now they start, mbona huyu? But anyway, mimi nakanga na sister yangu na the brother to the late Milka. So ever since 2020 until right now, though the brother may move out but yeye ukuja, sister yangu pia naye hivyo. So nakuanga na mother fulani huko tu penye nakaa huko. Huwa anakuja like every day. Sunday peke yake anakuja, Friday anakuanga off kidogo. Juu Friday mostly mimi hukuanga nyumbani. But hizo siku zingine zote yeye ukua. Yes. Yeah, but in terms of moving on, me I'm very okay right now. I'm dating. Oh, yeah. Yes. That's good. Wow. Yeah, so yes. Right now na tuangalilie mtoto asikuja kutumistritia mtoto. He's a good lady. Wako Mrima. Ni huyu tunaambiwa. Si huyo. Unapenda Mrima. Na wewe unapenda Mrima. Yes, right now she's a good lady. She's a good lady. She's a good lady for sure. Tutatupea jina. Tupe tu jina. Ni wangu ndio, but sasa mambo yetu ni yetu tu. Haina shida, juu Talisha ni wetu sasa, wewe babati umekuwa wetu. Na wewe ni wetu. Tupatie mpaka huyo ndio tunamchugulia kama asituchunie. Huyo ako sawa. Ile siku anafanya hivyo na leta. Anafanya nini? Tuambie ndio tukimuona. Ni mwimbaji? Si mwimbaji. Okay. Tuambie tukimuona Ashaki si mwimbaji. Maybe tunaweza kuwa naye kwa hisho inakuja soon. Hii yenu hii. So jazo wenda aliniintroduce kwa hizi my events zenyu. Kuna show gani unakuja ndio tuangalie? Hii yenu hii itakuwa hapa inaonga Ashaki. Hii ya nani wa Moshedo? Utakuja na yeye? Naweza kuja na yeye. Tuangalie jicho. Tuangalie tu. Ungetuambia jina. Ako on social media. Ako kwa social media. Ako department gani, anafanya nini? Tuambie tu juu vile tumelia na machozi hapa ya Jorua. Tupe tu hint nitawapea, but very soon hiyo chai mtakunywa. Okay. Itakuwa mingi. Haya ni kitu tunagojea chai. Sasa si mimi ndo nitawapea chai. Ni public figure. Si public figure. Ni mtu tu, sisi tuko tu. Socialite. Si socialite. Ni mtu ametulia tu ka Stacy tu hivi. Ni Stacy. Si Stacy. Si yeye. Tupe hint. Ungetuambia tu juu sasa. Kwa ni Nyeri. Yes. What does she do? Ni kwa ni Nyeri. Yes. What does she do? Niki mudu itora gitutesa na ndio atajua haraka sana. Hapana, tuambie tu what does she do. Sasa na huyu producer wewe toka nje basa yako ya video imeisha. Anafanyanga mostly na manage social media za kampuni mingi. Yes, hapo tu. But utajua bado umetukonfuse. Hizi makai hiyo hata ungetupea hata hint. Ameokoka. But naweza mpigia simu. Mpigie. Sawa. Nitapiga tu simu nimwambie I love you. Naweke speaker tusikie.
tusikie sauti. Sauti. Oh yes. Yeah right. Ale makoyugithagia hai tutiranyita ni maji ya gucokia muhai. Tunakuwa Boba Talisha. Siweke speaker. Anataka kupiga simu. Eka speaker. Wacha tusikie kama itaingia. Ni ya mapenzi. God ended why. Ai. Kumbuka anasikiza. Anasikiza. Anatoka upande wa Nyeri. Kidosho. Murembo. Hello. Hi. Karibisha microphone. Gojea kwanza nikone air. Mimi nataka kukuambia na kupenda. Akira washuka mushedo. And happy birthday actually. Aya. Eka hapa, eka microphone hapa. Evite Talisha. Talisha, come say hi to Mama. Come say hi. Let me have my love. Hi Talisha. Guy. No. Hi Mama. How are you? Hiyo ina kinyamwana wake. How are you? I'm fine Mama. Ekelea hapa Michael. Uko fiti? Yes. You're watching. I'm watching. Sawa. I'm coming home, okay? Nakuja home. Sawa. Bye bye. Hata mimi nataka kumsalimia. Wala kusalimia lakini sisemi jirani. Mwiretu wa mlima. Dam. Bye. Kwaji sana. Jai. Ogada kwa Asaki. Abotiga. Congratulations. Rekata beturekesho. So even the life iko. Wow. So at some point you have to move on with life. In life. True. We have to move on. Still I'm a great dad. Wow. I'm still doing my thing, working. Sai nilikuja at least in life mtu kusaidia pia unakuja kusaidia baadaye. So that's why hata ile story ya Branchira bado tulikuwa hapo turudi kwa Branchira. Nilikuja hapo ulitokelezea tena sana. Yeah, exactly. And then tukimalizia tutaongea sasa you are very active on TikTok. Yeah, sure. Na kukua brand ambassador. Yeah. Yes. Actually for very very serious brands. Exactly. Yes. So hapo ndo nilikuja nikasaidia because one day kuna watu walikuja kunisaidia kuhusu story ya Talisha. Nikasema pia mimi nikiipata opportunity ya kusaidia mtu I'll still do that. Yes. So that is what I did and we did how we did it. Wewe gedhaiga washaia boehere kidogo. Rusheni kwanza congratulations kwanza. And then sasa kutoka hapo ndio mambo ilitokea mingi though. I guess kwa historia ya kuchangisha pesa ijai changishwa hivyo. Ilikuwa 8.7 hours do 5 million. Yes. 8 point. The TikTok family. Yeah, TikTok family is a movement. Is a serious thing. Mimi nataka kuwaona na kibia bio sana. Watu huko wako na pesa. So tulifanya hivyo, tukachanga, tukafanya mazishi, ikaisha. Tukaacha pesa ikakuwa na yeye huko. Kasemekana tumekura kidogo lakini sasa ya Mungu nayo ni mengi. Yeah. Mimi nikaondokea, nikajipatia peace of mind. Yes. I gave everything clean heart. Mimi hakuna hata shilingi moja nilaipewa pale. Yeah. There's no single coin nishaikula. Na nikamwambia kama nishaikula leta. Wakasema kuna pesa zingine yule MP huko Miasa alileta. Sijui zilikuwa ngapi. Karibu 40,000 akasema walinipea na sikuwapatia. But wewe unajua nikaenda kwa pocket yangu bado nikatoa nikamtumia kwa M-Pesa. Ukaachana na already nikaachana nayo. Na from there the first person alipata job alikuwa Dama. Dama unajua tulijuana naye kitambo but madamu wa Binja anaitwanga aje Priscilla Waimani. Yes. Alikuwa amenipatanga Dama namba ya Dama. Kanaambia enda ongeleshe huyo madam anataka kupatia job. And that is how nilienda kwa Dama.
and he made me a brand ambassador. Yeah, she made me a brand ambassador na ameneka kwa billboard zenye sikuwa natarajia nitaiko kwa billboard sahi. Yes, Nairobi mzima. From there kampuni kama mingi sana zilikuja mingi sana. So far nimewakia over 17 companies. Wow. Yes, na maybe Spence inaweza kuwa next. Maybe inaweza kuwa next. Phyllis asikie hiyo. Maybe inaweza kuwa next. Wow. But I'm grateful to God for every step I take. Yes. It's not easy, but sometimes things happen. That's the same thing nimesema too. Bad things normally happen. People will try to tarnish your name and gang against you, but God has the final say. And that's why the final say. Exactly. Kutoka hapo vitu zili happen ni gani? Account yangu ya TikTok hata ilikuanga banned. Ilikuanga at 1 million. Yes. Ilikuwa imegrow kufika 1 million. Sikaenda. Sasa account ingine niko nayo iko almost 750,000 people. Facebook yangu imegrow almost 750 bado. Instagram uko now people want to get associated with me. Naenda place at least you mingle with the big people. Watu wanaongelea group of schools pale, I'm paying this for my kid, this is the amount of money. Yani conversation ziko pale, it's mature, so they make also zinakuchallenge, unaona. So I'm very grateful for everything, and anybody wenye ananisikia sasa hivi ashanipatia job. Yes. I'm very grateful. And also social media, TikTok, iko Facebook, iko happy. In case you've ever supported Baba Talisha, I'm so grateful. I don't take it for granted. We have people who normally just call to, just to pray for me, just to tell me I'm a good dad and I'm doing it right, And I'm so grateful because the same people who gave me the power to be where I am. Yes. So I don't take it for granted. Doko dengea napiganga simu niko kwa duka sahi kutumia tile bulipa. Wote ni wetu. So bado uwezo haiko same lakini tutafika hapo siku moja. Amen. Yes, so I'm just grateful and even for you, thank you for hosting me here. Asante. I don't take it for granted, through this you might get many other jobs. Yes. Na bado ni photographer, sijaiche kuyo kazi. Bado unajitaka. Hata vile tu niko tu hivi, bado mimi huendanga photoshoots, bado naendanga kwa events. Mostly nowadays nafanyanga rural shows, weddings. MC ama kupiga picha? Kupiga picha tu, videos na picha. Kama asubuhi ulikuwa umeniambia ulikuwa umeraukia Mawera. Exactly. Leo nimekuwa kwa Mawera. Actually Talisha is a brand ambassador. Wow. Yeah, Hivyo. Yeah, alipewa kazi. Sasa hii kanapatanga mshahara. Kanajilipia school fees, kanajivalisha. So leo nimeenda kashikilia tu kazi kidogo. Wow. So mimi nashukuru Mungu sana kwa umbali amenileta and being associated with the people from the mountain. Let me tell you, kazi zangu zote ni za huko. Wow. There's no person in Luyaland amenipatia job hata mmoja, and I'm not afraid to say this. Wow. There's nobody in Western. Sisi ni watu wa biashara. Sisi watu wa mlima na sisi hatuna. Sasa umeamini hatuna ukabila? Sisi ni wakabila. Kazi zangu zote igezi zinatoka zote. Wow. And I'm not afraid to say that because normally people support me. Watu washai book weddings, rural shows, wote. Mlima. Yes. Anamanya we have wapigaji picha kama Versatile. Masharia ni wa mlima. Versatile. Actually alikuwa anafanya huyo actually. Versatile alikuwa all over. We have akina Ben. We have akina, they are so peaks. Wasapere tuko wengi lakini bado hii market ni kubwa. Imagine there been actually the most weddings, rural shows nimefanya. Hakuna mali nimetembea Kenya kama Mlima hoye. Alafu Wakamba pia. Wakamba wamenisupport. Tunaitwa Gema, ni Gema. Waembu pia. Embu nimetembea like pia akina Shombana kuonanga huko sana. Yeah, I normally. Yes. Yeah, actually penye wafanya job sasa hivi mimi ndo nilikuwa like influencer kwanza huko. Huko kwa kuku. Jages Kitchen. So umesema watu wa mlima sisi wa kabila. Yes, watu wabaya, you are good people. Asante. And it's all about supporting one another. Yes. Things normally happen, very bad things, but it's how you react to the things, it's how you carry yourself through the storm. That's why naambianga every person mwenye ako na TikTok account ama any social media account,
watch how you brand yourself. Yes. If you brand yourself ukwepoa, that is it. And then know how to use that social media in the right way. Unaweza kuwa na 10k followers, unapewa job. Kuna ule mwingine akona over 500k, hatapewa job because of the type. Ile tabia content anaeka. The brand does not associate with whatever you're trying to work. Unaona hizo vitu zote. So sometimes if you want to go far, watu wanasemanga pesa kidogo, no. Okay, sanya hapa 10k, 100, 150. Imagine uko na kampuni kama 10 zinakulipa 200,000. Hata sema so. Hata tuseme 50. Hata tuseme 50. Hiyo ni sultano. Exactly. Wow. So social media, use your social platform. Exactly. With the right way. These people gave you, imagine uko na grace ya kuwa na numbers. Yes. And then unataka kumisuse. And then kuna ule mwingine anaomba tu apate hata 10k followers aanze kuuza vitu, unaona? Wow. So learn to appreciate, learn to do clean content. I love that. The youth, my youth, Gen Z, Stacy, clean content. Anti wazunguka, clean. Clean content itakupeleka mbali. That's why brands will approach you, not be approaching brands. Yeah. Brands zikazi na kujia to make you notice. No, so, make do. Exactly. Learn to do good things, learn to do clean content. Somebody somewhere is watching. Kuna mtu aliyeniambia hivyo. And then always give time some time. Give time some time. Asante. Yeah.